I am Brenda Kangai, and vile mnajua mafans wangu na watu wa Nairobi County that I will be vying for the Nairobi Woman Rep seat comes 2027. Na I am confident to say that mimi ndio the best person who should replace Pasaris, because mama ameshindwa na kufanya kazi. Aliniachia kazi ya watu wa Nairobi, ni mimi nang'ang'ananga nayo. Most of the time so mama ni mimi wanapigia huku kwa mtaa, kuja hapa, fanya hivi, fanya vile. And another thing that Nairobi County needs good leadership. And the young person mwenye achoki na kazi, mwenye akitwa kwa ground ana time ya kusema sijui mwili isikii vizuri, anaumwa na mbavu, anaumwa na mgongo. Nairobi need an energetic woman who can do that, who can articulate the issues of this county in the best way, na who can also do the right thing at the right time. So the people of Nairobi, msini let down when it comes to 2027. The year niko hapa, watu wa media wameniita niongee mambo ya education, because so many people have been texting me, Brenda, hii maneno ya education ongea. And I want to say kwa wenye wanajua na wenye wamekuwa kinifuatilia for so many days, mimi ndio mtu ameongelelea mambo ya masomo sana. Na kama kuna video zenye nishawahi tengeneza ama zishaienda huko online, ni video za Brenda akitetea masomo, akiquestion William Ruto about education. And I'm here today to tell Mr. President, when I was a young child, nilipata tu ndio Mwai Kibaki ameingia kwa uongozi. I think nikiwa kitu class 1 and 2 hapo ndo alikuwa anakuwa president. And I want to say that if it was not for Mwai Kibaki, I Brenda Kangai labda singeenda shule. It is because of the free primary and secondary education that we are learned, we are educated, we can even become presentable, tusimame mbele ya watu tuongelee issues za nchi yetu. It is because of Emilio Mwai Kibaki that tunapata most youths in this country saizi wanajielewa. And kitu mimi nataka kukuambia Mr. President, wewe mwenyewe nikiangalia historia, wewe mwenyewe university wazazi wako hawakuwa na uwezo wa kuilipa. Ulilipiwa na HELB, ukachukua loan, ukajilipia shule, ndo ukasoma ukafika mahali umefika. Sasa unataka kutoa hiyo masomo ya bure, unataka kutoa hako kalon kadogo kenye mtoto wa mama mboga, mtoto wa mtu wa mkokoteni, mtoto wa mtu wa boda mwenye ulidanganya, unataka kutoa hako kalon kadogo ndo asiende shule. Mr. President, let me tell you by the way, and I am not even lying you, vijana waliandamana wakafika mali walifika, na tulikuwa tunakuja State House. Ukijaribu good education, ukijaribu tu, kujaribu peke yake, ulale tu wote uinini, hautaamini. I will not tell you what will happen, but hautaamini. You cannot be gambling with education and health of the people of this country. Sekta mbili zenye usiguze hata kidogo. Usiguze masomo na usiguze health. Hata kama health ni kama unatudunga. Angalia ni nani umetokea kama minister wa health, Duare. Anajua hata panado imetengenezwa na nini? Kuna kitu anaelewa. Mr. President, acha kucheza na sensitive dockets. We understand ministries should be given your friends. Okay, walikusaidia kukampeni, walikusaidia kupora kura mkue ma president. Lakini at the end of the day, are they able to articulate issues in those dockets? Mambo ya education achana nayo. Wacha the young child mwenye ako ghetto, hiyo ndio tu kitu anaweza jivunia. Hiyo masomo tu ya bure. Aende shule asome akue mtu. That is the only hope a child of a poor person ako nayo. Wacha tu sisi tutoke, tuende tupeleke watoto wetu shule wasome, wapate elimu, wakue watu wazuri. But at the end of the day kutuambia ati utabolish HELB, saizi shule watoto wameanza kuitishwa pesa mingi, secondary schools zimeikiwa price. We are not going to tolerate that, Mr. President. Tafadhali tu tuheshimiane kabisa, na uheshimiane na vijana wa Kenya. Achana tu na acha kuguza health na education dockets. Those are sensitive dockets, and this is the only hope tuko nayo. Hope yenye tu tuko nayo ni masomo bora na health ikuwe tu mzuri. Hakuna kitu kingine. Mumefinyilia maskini, mumefinya payslip yake, hike prices ya vitu, mumeweka taxes, kila kitu iko juu, amenyamaza.
Lakini sasa hapa kwa health ikifika na kwa education, hapo tutaheshimiana kabisa 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 kabisa, Mr. President, kwa sababu mimi nitarudia na nirudie niseme, a child of a poor person in this country, kitu ako nayo ya kujivunia niyo tu pride ya kuchukua school bag, kiatu na uniform tu aende shule, akuwe equal na watoto wengine. Hakuna kitu kingine, cause privileges zote mumewa deny. Kazi mzuri zikipatikana, watoto wa matajiri. Kazi mzuri ikipatikana, mtoto sijui wa PS fulani. Sijawahi sikia Mr. President umesimama leo ukasema nilikuwa mkuru kwa njenga kwa harakati zangu, nikienda sijui kuonyeshana maji yenye hata si safi, nikachukua watoto wanne wa maskini nikawaweka kazi. I have never heard you do that. So achana tu na sisi vile tunakaa tu maisha ya chini. Leave us alone. Leave us alone. Let us enjoy education, because that is the only pride a child of a poor person akonayo. And another thing to the people who are in the Ministry of Education docket, it is your right to protect that docket, and it is also your right to question Mr. President, unless ni tumbo yako imekupeleka kwa hiyo ofisi. Cause ungekuwa umeswear kuprotect docket ya Ministry of Education na unasikia vitu president na serikali yake inafanya, you should even call a press and address the president. But the bad thing is that watu wenye wako kwa hizo ofisi, they just value their stomach, nothing else. Mkisha kula na mmekunywa na mmepewa hongo ya kidogo, hapo umepewa 50k ama 100k, mna relax na mnanyamaza. But let me tell you, when the education system corrupts in this country, we'll look at who is the minister of education, assistants wake ni nani, wakubwa wa TSC, wakubwa wa KUPPET, nyinyi wote tutaangalia ni akina nani wamesimamia hizo docket. Because you cannot be seated in your offices relaxed, mnakula tu pesa ya hongo na kuzunguka hii nchi kufanya para here and there, and then unatuambia education ina corrupts na mko hapo tu, hamwezi ongelesha president. And furthermore, by the way, that is the reason why nasemanga tribalism ni mbaya. Sasa wewe uko pale, unajiita Mjaluo, unajiita Mkikuyu, unajiita Mkamba, unajiita sijui Mpokomo mnini, unachukia na mtu mwingine. Hii masomo ikicorrupts, juu utaki to question president, juu tumesema ni one term. Utaki to question president, wewe unasema ni two term. Mtoto wako atakuwa spared? Will your child be spared? It is high time, Kenyans, we separate politics and our personal interest. Munaona vile wanasiasa wako na their own personal interest, wana protect their tenders, wana protect their territories. Please, let us also protect our interest as citizens of this country. And how are we going to protect our interest? We are going to protect our interest in this way. We are going to protect our interest by speaking one language. And as a nation, we should protect education system. Tunapaswa tusimame tuseme, kama elimu inakandamizwa, we will question the president. Si mambo nimetoka tribe A, nimetoka tribe B, nimetoka tribe C. No, it doesn't matter. Because hiyo masomo, my friend, ikicorrupts, watoto wa maskini, mtoto wa tajiri, wote wataumia. And furthermore, the rich, watoto wao wasomeangi Kenya. Watoto wao wanapandishwa ndege, wanaenda kusomea Ulaya. Unapata mtoto wa MP ana graduate Ulaya. Mtoto wa nini sijui, mtoto wa Sudi, the other day babake amefika class 3, lakini mtoto alisomea wapi? Maju. Na mimi si kwa ubaya, by the way, congratulations Sudi kupeleka mtoto wako huko. Si mbaya, but as much as unapeleka mtoto wako Ulaya kusoma, angalia mtoto mwenye umeacha hapo kwa kijiji yako, mwenye ana sweater, mwenye ana kiatu, mwenye ana school fees. Look at that child. Look at that child. It is not bad to give your child the best education, but also consider that child mwenye mamake hana pesa. Unani understand? So, as I conclude, if the Ministry of Education will fail, we'll ask those people in KUPPET, au watu wako kwa TSC, au watu wako kwa Ministry of Education at large, whether wewe ni mkubwa, whether wewe ni mdogo, it is your right and duty. Ukipatiwa mandate in a parastatal, you should ask the president, hapa unakosea na hapa ni pabaya. Na wenye wamesimamia HELB, ikosekane hivi, wasema wajapewa, maneno itakuwa mbaya sana.
and we are not going to negotiate with education. Mr. President, tuheshimiane tafadhali.